Mambo vipi mtazamaji wa UTV, ni kushukuru sana kwa kuchagua kuangalia Kidani, na mimi ni Sauda Hussein. Leo tumekuja kumtembelea mwanamke mwingine wa shoka ambaye ni mkurugenzi mwanzilishi wa taasisi ya Sisters in Iman, lakini pia ni mwendeshaji mkuu wa kampuni ya usafirishaji na magari ya mizigo ambaye anajulikana kwa jina la Dr. Salma Eid. Mambo Dr. Poa, salama. Za kwako? Salama kabisa. Mzima kabisa. Mimi ni mzima kabisa. Na najua wengi wanatamani kumjua Dr. Salma Eid, na kabla hatujaendelea tusikilize kwanza wasifu wake kwa ufupi. Dr. Salma Eid ni nani? Dr. Salma Eid. Majina yangu mazuri naitwa Dr. Salma Eid. Ni kiongozi kijana mwenye ushawishi mkubwa, mjasiriamali na mwanaharakati wa kijamii na kiuchumi anayejitolea kusukuma mbele ajenda ya uwezeshaji wa wanawake kiuchumi na usawa wa kijinsia. Mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa Sisters in Iman, shirika lisilo la kiserikali ambalo limegusa maisha ya zaidi ya watoto yatima, wanawake na jamii zilizo hatarini 5,000 nchini Tanzania. Mnamo mwaka 2022 alitambulishwa miongoni mwa wanawake 100 waliobadilisha maisha ya watu, heroes, na amewakilisha vijana na wanawake wa Kitanzania katika majukwaa ya kimataifa ikiwemo mkutano wa 4 wa wanawake wa Eurasia nchini Urusi, SPIEF, Bridge for Africa First Summit, Global Digital Forum na International Multidisciplinary Conference nchini Zambia. Pia anashikilia shahada ya heshima ya udaktari katika uongozi na utawala kutoka Chuo Kikuu cha Mawasiliano nchini Zambia. Pamoja na shughuli zake kupitia taasisi zisizo za kiserikali, yani NGO, Dr. Salma ni mjasiriamali mwenye shauku, akiongoza miradi katika sekta ya mitindo, usafirishaji, utalii na uandaaji wa matukio. Ni mshiriki wa Green Samia, ikipigania hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na maendeleo endelevu. Akiwa ni kiongozi mwenye maono, mlezi na mleta mabadiliko, Dr. Salma anaendelea kusimamia kauli mbiu ya uwezeshwaji wa wanawake kiuchumi, leo kwa kesho endelevu, ikidhihirisha dhamira yake ya kuunda fursa shirikishi na kuhamasisha kizazi kijacho cha viongozi. Na huyo ndio Dr. Salma Eid ambaye tuko naye leo katika Kidani. Ukiangalia posta za Dr. Salma, kila anachoposti kwa pembeni yake kuna either ucheshi ama tunamzungumzia mume. Napenda namna unavyokuwa unachangamsha namna hiyo. Kwenye kampuni ya logistics ama usafirishaji ni kama nani na inafanyaje kazi? Okay. Kwenye kampuni ya usafirishaji na tunasema logistics and fleet management kwa kizungu, ni msimamizi mkuu, operation, yani nasimamia operations za magari yote, ambapo tunafanya usafirishaji wa mizigo ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, Afrika kiujumla. Tunapeleka mizigo Zambia, Kongo, Kenya, Uganda. Kwa hiyo niko hapa kusimamia, na ni katika kazi ambazo wanasema kazi ngumu kidogo, ambazo wanawake sio wengi sana kwenye hizi sectors za logistic and fleet management. Na mimi nimekuwa ni msichana tangia mdogo. Mimi kitu ambacho wanasema wasichana hawawezi ndo napenda kufanya, ili kuonyesha like a girl, a woman can do it better. Yes. Okay. Mpaka kufikia kuitwa doctor, tupitishe kidogo. Manake ni binti mdogo, kama sikosei miaka chini ya 30, lakini tayari ni daktari. Ni jitihada. Na tunasema consistency and dreams, yani ukiweka nia, sisi Waislamu unasema inamal a'malu binniyati, kile kitu ambacho unakiwekea nia unataka kukifikia, basi utakifikia. Kwa hiyo safari yangu ya paka kuitwa dokta haikuwa rahisi, ni safari ambayo ina changamoto. Siku zote hakuna safari nzuri yenye matunda matamu ambayo ni rahisi. Kwa hiyo ni safari kidogo ilikuwa ina changamoto, lakini I wanted to stand out. Na naendelea kushine kama unavyoniona. Mimi kabisa nikiwa mdogo nilikuwa natamani kuwa engineer.
kwa sababu marehemu babu yangu alikuwa ni civil engineer, so nilikuwa napenda vile like engineer, unajua yani mimi tangia mdogo napenda vitu vigumu, yani because it was something hard. Kwa hiyo nimesoma primary, shule ya msingi nimesoma pale Diamond Primary School, iko hapo Upanga. Nilipomaliza pale nikapata ufaulu wa kuingia Benjamin William Mkapa, nikasoma pale. Lakini wakati niko sekondari nimesoma masomo ya science because nilikuwa natamani sana kuwa kama babu yangu, like I wanted to be an engineer. Kwa hiyo kwenye science kule nilipoenda kusoma nikawa nafaulu sana chemistry na biology. Physics kidogo ikaenda nitupa mkono. Nikaona changamoto. Nikaiachia hapo, nikahamia sasa kwenye mambo ya biashara. Nikahamia kwenye mambo ya biashara. Nimesoma business administration. Nimesomea CBE Dodoma. Nina bachelor ya business administration, lakini pia nikajikuta napenda mambo ya uongozi, leadership and governance. Leadership and governance ndio imenipelekea mimi leo mnaniita daktari. Ruka unatoka huku unaingia huku, kwa nini? Kwa nini niliacha sayansi? Kwa sababu niliona hiyo physics inanipa tabu kidogo. Na lazima ukiwa unatakiwa kuwa engineer, ile physics ni lazima uwe master. Nikasema wapi sasa ni pazuri zaidi, na nikawa mamangu mimi ni mfanya biashara. Nikavutiwa zaidi na mambo ya biashara. That's why nikasema okay, I'm moving into business administration. Kwa napenda sana yani nikiona wakina Modeo juu wakina Baresa, kwa nasema wanawezaje. Kwa hiyo in order kufika huko walipo nahitaji elimu sahihi ya biashara. Lakini wakati naendelea pia kufanya mambo ya biashara nikiwa shule nilikuwa kiongozi. Mimi tangia nasoma I've always been a leader. Wanasema nyota njema huonekana asubuhi. So ever since mimi niko shule nilikuwaga kiongozi. Haya mambo ya uongozi ndo yakanipelekea huko kwenye taasisi. So nilikuwa nikivolunteer kwenye mataasisi mbalimbali pale shule, nikiwa shule kwa labda kuna debate sijui nini. Salma. Kwa hiyo hivyo nikawa naona my passion inazidi kugrow kwenda kuwasaidia watu wengine. Kwa mfano, sijui kama utaniuliza hilo swali, to why I started Sisters in Iman. Kwa nini nilipelekea kuanzisha Sisters in Iman? Kwa sababu niliona mimi I have the support, napata support kutoka nyumbani. My family have been a very supportive family. Ni familia ambayo inaamini katika ndoto za wote. Kakaangu anaaminiwa na mimi nilikuwa nikipewa kipaumbele. Kwa hiyo ile ilinipa ari. Lakini still katika jamii kuna baadhi ya mabinti ndoto zao zinaishia katikati kwa sababu hawana support. So nani anawasupporti hawa mabinti? That is the reason I came with Sisters in Iman. Kuna sisi tunapata support kutoka nyumbani, kwa wazazi, kwa familia, kwa mume, kwa baba, lakini kuna ambao wanakosa hii support, wanasaidiwa na nani? That's it. Mara nyingi mtu akipitia page ya Salma ni mtu ambaye umekuwa ukipata nafasi za kwenda kuwakilisha nchi mahali mbalimbali katika mikutano mbalimbali ya kimataifa. Hizo nafasi huwa zinakufikiaje? Maana unasema natamani kwenda huko, lakini hizi connections zinakujaje? Nimekuwa nikishiriki kwenye majadiliano ya kimataifa, hizi forums za kimataifa, na mostly ni applications. Ni forum ambazo applications zake zinapatikana humu mitandaoni, kwenye social media platforms zetu, kwenye link za internet. Kwa hiyo nimekuwa nikiapply na nikipata na nikienda ku represent taifa langu huko. Labda naweza nikatoa ushauri kwa vijana wenzangu, tuangalie huko kwenye mitandao tuna follow vitu vya aina gani. Uweze ukasema unataka kushiriki kwenye mikutano ya kimataifa una follow page za umbea. Taarifa kama hizi hazipostiwi huko. To follow page ambazo ziko sahihi. Kwa mfano mimi niko kwenye sekta ya Women Economic Empowerment. Page yangu ya Instagram na follow mashirika ambayo yanadeal na vitu kama hivyo. Hata fursa zikitokea ni rahisi mimi kuona, kuapply na kupata. Kwa wewe Salma, una share link na wenzako ama haushare link na? Na share link na wenzangu. Na ndio maana hata kama uliona mwezi uliopita nilipata link ya Global Digital Forum, nikashare na wenzangu. Nikaweza kuondoka na vijana 32 tulienda Russia. Yes. Ambao wewe ndio uliwasaidia? Yeah, na mimi ndio niliwasaidia kila kitu yani kuwaelekeza ni namna gani kuapply. Kwa mimi nimekuwa ni mtu ambaye nikipata hizi fursa
na share kwenye magrupu yangu ya WhatsApp, na share kwenye page zangu za Instagram, na share kwenye page. Mara nyingi huwaga napenda kushare kwenye page zangu za LinkedIn kwa sababu kule ndo mambo mengi ya professional. So most of hizi fursa ninazozitaka na share kule. Nimewahi kupata feedback mwaka huu, ule mkutano wa Mohamed wa 6 wa mwaka jana na mwaka huu umefanyika. Nilishare tu poster kwenye LinkedIn yangu nikasema vijana washiriki, mtu aka-apply akapata, kanitumia email ananishukuru. Mimi sijui wala simjui, lakini alinitumia email ananishukuru like Salma ulishare hii fursa, mimi nimeapply nimepata, naomba unipe ABCD, wewe mwaka jana ulifanyaje? Aenda nikamguide through, ameenda ameshiriki, amerudi. Wewe Salma unapata nafasi ya kujiajiri niseme haujaajiriwa. Na changamoto nyingi ya vijana ni either kupata ajira. Yaani mtu anasoma anatamani ikimaliza ni ajiriwe mahali fulani. Umesoma lakini hukutafuta, ulitafuta ajira ama hukutafuta? Mimi nimesoma business administration. Ya CBE, best of the best. Na kitu kikubwa tunafundishwa sisi kule ni entrepreneurial mindset. Kwamba wewe kijana unapotoka hapa usifikirie kwanza kuajiriwa. Jiajiri wewe mwenyewe. Being your own boss kuna raha nyingi sana. Yaani unajipangia wewe ratiba zako. Kwa mfano mimi leo natakiwa nisafiri, niende Russia nianze kuomba barua miezi 6 nyuma. Jamani naombeni ruhusa. Kwa hiyo kwenye mudi nzuri. Unaona kuna raha fulani ambazo nazipata being kujiajiri mwenyewe, kuona like najipangia mwenyewe ratiba zangu, niko free, yani sipati limitation. Kwa hiyo that's it. Ndani ya Sisters in Iman turudi mnafanya vitu gani? Okay, ndani ya Sisters in Iman taasisi yetu imejikita sana katika kuhakikisha inamuinua mtoto wa kike. Kwa hiyo vitu vikubwa tunavyofanya ni kufanya mentorship, ambapo tunakuaga tuna training za mambo mbalimbali. Kama mwaka huu tumeweza kufanya training kubwa 3, training self awareness, kwa sababu ili ufikie ndoto zako unatakiwa uanze kujitambua wewe ni nani, ujitathmini wewe ni nani, ndoto zako ni zipi na namna gani utatengeneza roadmap ya kufikia hizo ndoto zako. Tunafanya workshop ya aina mbalimbali, tuna event nyingi za interaction nyingine, just kukutana, kujuana, kuongea, kwa sababu tunapitia mambo mengi sana. Mara nyingine tunahitaji kuwa at least na watu sahihi ambao tunaweza naweza nikawa mimi Salma mwenyewe, sio yule wa kwenye screen, like being myself. So those are the type of things ambavyo tunafanya. Tunatoa elimu, tunafanya misaada pia kwa watoto yatima, wajane. Tumekuwa tukitembelea vituo mbalimbali kuwapelekea mahitaji muhimu, basic needs zile, lakini pia kutembelea wagonjwa mahospitalini, kwa sababu ile inatukumbusha sisi kwamba huu moyo unatakiwa una shukurani. Kuna wengine wanatamani kufanya kazi lakini wanashindwa, wako leo kitandani kwa sababu ya maradhi. Kwa kiongozi kwa maana ya kusimamia upande wa usafirishaji, lakini pia Sisters in Iman ni falsafa gani na kuongoza? Ni vision gani na kuongoza? The big vision inayoniongoza ni kwamba kwanza nataka kuacha legacy. Ionekane kwamba mtoto wa kike anaweza. Mtoto wa kike anaweza akapewa nafasi na akafanya vitu vikubwa katika jamii. Lakini pia siku zote nimekuwa nikimweka Mwenyezi Mungu mbele, kwa sababu bila yeye haiwezekani. Bila kuweka Mwenyezi Mungu mbele haiwezekani. Na I'm putting it in a picture kuonyesha wasichana wenzangu kwamba inawezekana. Inawezekana ukawa kitu chochote ambacho wewe unatamani kuwa. Inawezekana wewe kusimama katika jamii ukafanya mambo makubwa na yakaleta impact, yakaleta legacy. Kwa mfano, tuna mfano hai sasa hivi katika nchi yetu. Mwanamke shupavu namba 1 ambaye anaipeperusha bendera ya Tanzania, mama yetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan. Kuna mtu yote ambaye aliwaza hata siku moja kama Tanzania tutaweza kuwa na rais mwanamke, lakini tunaye na amefanya mambo makubwa mazuri ambayo yanaonekana. So it's a living legacy. Yes. Na niko hapa na Dr. Salma Idi, tunapata mapumziko kidogo, tutarejea hapa baada ya muda mfupi. Na mtazamaji wa Kidani, tumerejea hapa baada ya mapumziko mafupi. Kama kwanza unawasha luninga yako, kipindi hewani ni Kidani na mimi ni Sauda Hussein, na tuko hapa na Dr. Salma Idi ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya Sisters in Iman. Naam Dr. Salma, mara nyingi unapokuwa
mwanamke alafu kiongozi, kuna namna, alafu mdogo niseme, because wakawa mkubwa watu wakawa wanaogopa ambao unawaongoza. Na bila shaka kwenye Sisters in Iman, na maana unaongoza hasa wanawake wenzio ama wasichana wenzio, kuna namna yote umewahi kupata resistance ama kuto kupata ushirikiano wa moja kwa moja kwa sababu wewe ni mtoto wa kike kwa watu ambao unawaongoza, either upande wa usafirishaji ama upande wa Sisters in Iman? Kwanza the reason behind pia nyingine kwa nini nimekuja na Sisters in Iman, kwa sababu niliwahi kupitia changamoto ambayo nilidharaulika. Nilikuwa kwenye mkutano fulani. Katika ule mkutano niliingia pale, mimi ndo nilikuwa msichana mdogo peke yangu na msichana mwenye hijab peke yake ndani ya panel ya wanaume wengi. So kuna mwanaume mmoja alitoa comment mbaya kidogo, huyu naye humu ndani anafanya nini? You see? Ile iliniuma, yani nafanya nini kwa sababu gani? Kwa hiyo ile iliniuma na kuonyesha kwamba okay, mimi hapa leo nimeweza kujitetea, lakini pengine kuna wasichana ambao wanapata dharau kama hizi, hawawezi kujitetea, hawawezi kusimama wao wenyewe. Ile lakini ilinipa moyo zaidi wa kufanya kazi zaidi, kuonyesha kwamba mimi ni binti, nikipewa kazi naifanya mara 2 kushinda wewe unavyoweza kuifanya. Yes. Kwa hiyo changamoto kama hizo nimewahi kukutana nazo, lakini sasa hivi ninavyoendesha Sisters in Iman, alhamdulillah niko na members, yani sisi founding members tuliokuwepo sasa hivi kwenye Sisters in Iman tuko kama familia. Ni watu ambao tunashirikiana sana, ni watu ambao tunaishi kwa upendo wa hali ya juu. Yani jambo la mtu mmoja wote tunalibeba kama la kwetu. Sijawahi kupitia changamoto labda huyu amenikatalia jambo, hapana. Na yote hiyo ni kwa sababu kubwa, kila jambo langu waga naliombea kwa Mwenyezi Mungu. Namweka Mwenyezi Mungu mbele. Kwa hapa Dar es Salaam, katika mafunzo ambayo mnafanya, ni vitu gani hasa umegundua wanawake ama wasichana tunapitia? Vitu vikubwa ambavyo wasichana wengi ambao nimekutana nao kutokana na hizi training tunazozipata, wengi wanakosa support. Nimesema wengi wanakosa support. Wengi wanakosa ile confidence ya kutoka mbele kufanya yale mambo ambayo ya ndoto zao kwa kukosa support ya nyumbani, support ya watu katika jamii, support ya marafiki. Mtu ana ndoto kubwa lakini hajui natakiwa kuanzaje. Ndio maana tuna hizi training za personal branding. Wewe ni nani? Unataka kuwa nani? Ni namna gani zile ndoto zako ulizonazo unaweza kuzitengenezea roadmap na kufika pale ilipo. It's not easy. Ni maeneo gani ambayo uliwahi kutamani kufanya jambo alafu wewe na mzazi mkapingana? Yani mimi nataka kufika hapa, lakini mzazi anakushauri, bwana Salma, hapana, hebu nenda hivi. Baba yangu, mama yangu, familia yangu yote kiujumla general ni watu waelewa. Na ndio maana siku zote nimekuwa napata ile nasema supporting system. Ni watu ambao wamekuwa wakinishika mkono kwa 200%, sio 100, 200. Kwa hiyo alhamdulillah, yani sitawatoa shukurani wazazi wangu, marafiki wangu, familia yangu. Ni watu ambao they are very supportive. Ni kitu gani ambacho kikiangalia kama Salma unajisikia fahari kwamba kile nimekitengeneza mimi kwa mikono yangu, au yule nimemjenga mimi kwa mikono yangu, mbali na Sisters in Iman? Mwaka huu mwezi wa 3, kipindi cha Women's Day, niliweza kulaunch gazeti langu linaitwa Beyond the Hijab. Ni gazeti ambalo niliandika kwa muda mrefu. It was my sweat and tears. Niliandika kuhusiana na wanawake 50 mashuhuri ambao wamekuwa wakifanya vizuri East Africa wakiwa na hijab zao, kwa sababu tuna hiyo mfumo dume ambao unaamini kwamba mwanamke wa Kiislamu mwenye hijab yake hawezi kutoka kwenye jamii akafanya mambo mbalimbali ya kimaendeleo. But kuna wanawake ambao ni wa mfano, wapo wanafanya vitu vikubwa katika jamii. Na siku ambayo nimelaunch ile gazeti nililia sana. I was like, oh my God, my dream has came true. At least nitaleave a legacy ya kuzungumzia wanawake wale ambao hawafahamiki. At least jamii nayo ione kwamba kuna wanawake ambao wanafanya vitu vikubwa katika jamii. Apart from that, ndani ya Sisters in Iman nina wadogo zangu ambao ninawamentor, lakini kwa nafasi zao walivyofika sasa hivi nikiwaangalia na baki nasema, that is my work, alhamdulillah. You see? So namshukuru Mungu katika hilo. Okay. Nakumbuka pia uliwahi kufanya kitu kuhusiana na katuni. Yes, I'm coming there.
Yeah, in 2022 tulilaunch katuni yetu ya Kiislamu inaitwa Al-Madrasa. Lakini haijaisha. Inshallah mwaka huu tuna aim kuzindua episode nyingine 3 kabla mwaka haujaisha. Hapa katikati tulikuwa kimya kidogo kutokana na changamoto za production funding, kupata funding za production ya hii katuni, but bidhinillah tunategemea before end of this year tutoe at least program episode nyingine 3 za Al-Madrasa. Al-Madrasa iko hapo. Wapenzi wa Al-Madrasa niwaambie kwamba Al-Madrasa haijakufa. Ipo na tunarudi kwa moto wa hatari sana. Niliongea na mwanamke mwingine alisema usemo wa mwanamke ni adui wa mwanamke, ni tubadilishe uwe kuna mfumo dume ndani ya wanawake. Yaani kuna mwanamke pia haamini kama mwanamke mwingine anaweza kama mwanaume. Unafikiri kuna ukweli kwenye hilo? Ipo. Kuna mtu yani akiona kazi anaona hii kazi nimpe Sauda hata ifanya vizuri kama nikimpa Abduli. We don't believe in ourselves, we don't believe in wanawake wenzetu. Inabidi iwe maendeleo ya mwanamke mmoja yanatokana na mwanamke mwenzake au yanatokana na wanawake wenzake. Okay. Tutafika mbali zaidi. Wewe ni mtu wa fashion, kwa kumalizia nisipokuuliza hili swali la fashion nitakuwa sijakutendea haki. Ni mtu ambaye unatokea tofauti na watu wengine. Wewe kusoma mahali kwamba mwanamke huwa havai kwa ajili ya kupendeza kwa ajili ya wanaume wamuone, ila anavaa kwa ajili ya wanawake wengine waone ametokelezeaje. Ni kweli? So mimi napenda fashion. I think and it runs in my family. Kwa sababu mama wangu naye ni mtu anapenda kupendeza, bibi yangu ni mtu anapenda kupendeza, yani people in my family wanapenda kupendeza. Ni kitu ambacho kiko ndani yangu. Na mimi naweza nikalala tu asubuhi nikamka nikasema leo ile suti nikichukua na sketi nikaibana mkanda hivi, nikachukua koti la baba nikaliweka hivi na nikatokea, vaa wewe utachekesha dunia. So ninapenda tu fashion, napenda kupendeza. I love looking good because while nikiwa mdogo mamangu aliniambia kitu, the olds remember how you looked. Siku zote watu watakumbuka yule dada, wasema yule dada yupi? Yule dada mtanashati au yule dada mchafu. Kwa hiyo wao wanataka watu wakujue kwa kipi. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe yani. Kwa hiyo mimi nimeamua tu watu wanijue kwa yule dada msafi, dada hijabista, dada fashionista, yule dada anapenda kupendeza. Neno lolote kwa wasichana ama wadada ambao wana ndoto zao, labda wamezikalia au wanaogopa? Kama hivyo ulivyosema uliwahi kuingia mahali ukaambiwa wewe umekuja kama nani? Yaani wanapitia situation ngumu kwenye maisha yao au changamoto fulani ambazo zinawakatisha ndoto zao. Nini ungependa kuambia? Nitawaambia take home kama 2, 3, 4 hivi. Kitu cha kwanza, wewe kama mdada, cha kwanza kabisa unatakiwa ujitathmini. Wewe ni nani? Unataka nini? Ndoto zako ni zipi? Ili kuweza kutengeneza roadmap ya kufikia mafanikio ya ndoto zako. Hiyo cha kwanza, ukishajitathmini wewe ni nani. Cha pili na kikubwa ndo kinaweza pia kuwa cha kwanza, kumwamini Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ukimwamini Mwenyezi Mungu bwana, Mwenyezi Mungu hakuachi. Unaweza kupitia changamoto, lakini ukimwomba Mwenyezi Mungu haachagi mja wake adhaliliki. Kwa hiyo kikubwa, mweka Mwenyezi Mungu mbele katika kila jambo. Kila jambo lako hakikisha unaliombea. Cha tatu, ukishajijua wewe ni nani, unataka nini, hakikisha you have the right people. Wazungu wanasema your cycle is your net worth. Marafiki zako wale familia yako ambayo wanasupport ndoto zako ndo wataweza kuhakikisha wewe unafanikiwa katika maisha. Choose wisely aina marafiki. Mara nyingi watu wengi hawafiki ndoto zao kutokana na watu wanaowazunguka. Cha 4, amini katika ndoto zako kabla mtu mwingine hajaamini katika ndoto zako. Believe yourself first before anyone else believes in you. Itakusaidia. Hautatetereka. Hizo is my key takeaway kwa wasichana ambao wana ndoto wananitazamia, kwa sababu mimi pia nimepita katika hizi 4. Yeah. Nikushukuru sana Dr. Salma kwa nafasi yako. Asante sana. Na mtazamaji wa Kidani, tunamaliza hivyo siku ya leo. Tulikuwa hapa na Dr. Salma Eid ambaye ni mkurugenzi mwanzilishi wa taasisi ya Sisters in Iman, lakini pia ni mwendeshaji katika kampuni ya uendeshaji wa magari na usafirishaji. Tumezungumza mengi sana kuhusiana na maisha yake binafsi, lakini pia mambo ambayo yeye kama mtoto wa kike ametoa kama ushauri kwa watoto wengine wa kike kuweza kufikia ndoto zao. Kuna namba ya simu hapa inapita hapo chini kwenye screen yako, 0888475656. Unaweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi pale ambapo unahitaji ushauri kutoka kwa Dr. Salma,
Lakini pia unaweza kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, andika Sauda_Kidani Show, huko ni Instagram pamoja na Facebook. Ni kushukuru sana kwa muda wako, mpaka wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa.